Ulishia kukutana na hali umeachana na mtu alafu unaanza kuumia, unaanza kuwaza ufanyeje ili umrudishe, lakini ukimwona yeye anaendelea kuendelea na maisha mengine, yani anafurahi, anaenjoy, lakini wewe ndo unaumia zaidi. Sasa leo nataka nikufundishe mbinu za kisaikolojia ambazo zinaweza kukusaidia wewe kama mtu amekuacha, yeye ndo atamani kurudiana na wewe na aanze kufikiria kila siku na akuone wewe ni mtu wa thamani. Inaumiza sana pale umeachana na mtu alafu wewe unaendelea kumfikiria na kumwaza alafu yeye hana habari kabisa. Sasa leo nitakubadilishia mtazamo kabisa. Yule aliyekuacha ataanza kuwaza na kufikiria wewe kila siku. Sasa wewe ndio utaamua kwamba urudiane naye au uendelee na maisha mengine. Lakini kama hii ndio mara yako ya kwanza kujiunga na channel yetu ya Elikhan Mtz, karibu sana na usisahau kusubscribe. Okay, mbinu ya kwanza ni kanuni ya kutokuwasiliana kabisa. Hii tunaiita the no contact rule. Sasa hii mbinu ina nguvu kubwa sana, lakini inahitaji moyo mgumu. Yani ili uifanye hii unahitaji ujikaze, uwe na moyo wa chuma ndio unaweza kuifanya mbinu hii, kwa sababu hii ndio inakusaidia kubadilisha kabisa mtazamo. Watu wengi wanategemea kwamba anapoachana na mtu yule mtu ataanza kuhangaika kumtafuta. Sasa hii inabadilisha kabisa mchezo. Sasa ili ubadilishe mchezo lazima uwe na roho ngumu, na inashauriwa ili aanze kufanya kazi inahitaji siku 30, 60 na 90. Yani inadependi na mahusiano yalivyokuwa na nguvu yake. Sasa sheria kuu ya mbinu hii ya the no contact inafanyaje kazi? Kitu cha kwanza kabisa, potea kabisa kwenye mitandao ambayo mlikuwa mnawasiliana sana. Na njia nzuri kama unaweza hata ukamblock kama umeona umeshindwa kabisa kupotea, na usijibu meseji zake wala kupokea simu zake. Ukijibu simu zake kwa haraka inaonyesha bado ana nafasi ya kukontrol. Potea kabisa, yani kwa mfano status zake, yani kwa lugha rahisi usionekane kabisa na kufuatia kitu chochote ambacho kinahusu huyo mtu. Sasa ukifanya vile tayari unakuwa umeondoa kabisa ule ukaribu wa kuona picha zake na mambo yake mengine, kwa sababu kadri unazidi kuangalia ndivyo unaendelea kumkumbuka na kuumia zaidi. Wapo watu wanaosema kwamba mimi nikiangalia siumii. Kiukweli unaathirika kisaikolojia, usidanganyike, potea kabisa. Sasa saikolojia yake kwa nini inafanya kazi unapofanya vile? Kitu cha kwanza kabisa, unapoachana na mtu kuna stage 4 ambazo zinaendelea kwenye akili ya yule mtu ambaye umeachana. Stage ya kwanza ni unafuu na uhuru. Pale umeachana na mtu anajisikia vizuri sana kwamba nimeachana na huyu mtu alikuwa msumbufu, kinganga. Pale anajisikia ahueni sana, anasema afadhali nimeachana na huyu mtu, anapata relief. Sasa baada ya muda hapo kinachotokea mara nyingi watu wengi wanategemea, au kwa kawaida wanategemea baada ya hapo sasa utaanza kumtafuta, kumlilia, kumbembeleza. Sasa unapokaa kimya unakuwa umebadilisha kabisa mchezo. Stage ya pili inayofuata baada ya yeye kupata uhuru ni stage ya udadisi. Sasa akianza kuona hujamtafuta au hujamuulizia au hujaenda kuomba msamaha au kumlilia, kama wiki moja imepita, ataanza kujiuliza sasa, mbona nitafuti? Imekuaje? Mbona yuko hivi? Sasa pale unamtengenezea ile hali ya udadisi. Anaanza kufuatilia sasa, kuulizia wewe unaendeleaje kwa marafiki zako, au kufuatilia sehemu mara nyingi mnakutana, au kuangalia sehemu ambayo anaweza akakuona. Lakini stage ya tatu anaanza kupata woga na wasiwasi, anxiety. Sasa baada ya kuona sasa kwamba hakupati tena, muda unazidi kwenda zaidi hata wiki 2, anaanza kupata anxiety, yani woga na wasiwasi. Anaanza kuwaza sasa kwamba labda umeshaanza kuwa na mahusiano na mtu mwingine, anaanza kuwaza labda umeshaamua labda kuachana naye, na hiyo inamtengenezea ile hofu zaidi ya yeye kuendelea kutafuta na kufikiria zaidi. Lakini stage ya mwisho sasa ni ile hofu ya kukupoteza, tunaita fear of loss. Binadamu sisi mara nyingi kuna asali inatuasiri sisi, tunaita fear of aversion. Yani kwamba tunaogopa zaidi kupoteza vitu kuliko tunapopata vitu. Sasa anapoanza kuona kwamba kuna dalili za kukupoteza, anaanza kuogopa zaidi, na hapo sasa ndo anaanza kukutafuta. Hapo sasa wiki 2 zimeshapita, inaelekea mwezi, anaanza kukutafuta sasa, kukutumia meseji. Sasa tunarudi kwenye ile kanuni yetu ya no contact, yani usijibu meseji wala kujibu kwa haraka, potea kabisa. Unapopotea tayari ndo anaanza kuwaza na kufikiria kwamba aidha nimekosea nini, na hicho kipindi ndo anaanza kusahau mabaya yote ya kwako na kuanza kukumbuka mazuri, na yale mazuri ndo anaanza kuzunguka kichwani mwake. Sasa faida za mbinu hii ya the no contact rule, faida ya kwanza unapata muda wa kupona yale maumivu ambayo alikuwa anakupata baada ya kuachana, lakini pia inarudisha heshima yako, kwa sababu ule muda sasa kuanza kufikiria na kuwaza wewe, pale ndo
unapata heshima, kwa sababu mara nyingi si binadamu pale tunapoona kwamba kuna hatihati ya kupoteza kitu waga tunakithamini zaidi. Hiyo ni saikolojia ya scarcity, yani vile vitu ambavyo ni vigumu kupatikana waga tunavithamini zaidi. Lakini pia unapata muda wa kutafakari kama huyu mtu kweli alikuwa anakupenda au alikuwa ni miamko ya hisia. Sasa ili mbinu hii ifanye kazi, usivunje kabisa huu mzunguko. Ukipokea simu yake kwa haraka, ukajibu message yake kwa haraka, tayari utakuwa umeharibu mbinu hii na itakubidi uanze upya na haitafanya kazi kwa usahihi. Kwa hiyo utakuwa uweke msimamo na roho ya chuma. Ndio maana nimesema lazima uwe na roho ya chuma, yani uwe na roho ngumu ili uweze kutekeleza mbinu hii. Na ukiweza tayari utakuwa umeshabadilisha kabisa mtazamo. Mara nyingi wengi wanategemea ninapoachana na mtu ataanza kuhangaika kunililia, wewe utakuwa umebadilisha kabisa mchezo. Sasa mbinu ya pili ni kudhibiti njaa ya hisia. Hii tunaita emotional starvation. Sasa unajua baada ya kuvunja mawasiliano, sasa umeamua kwamba mimi sitawasiliana na huyu mtu, na hii ndio mbinu ya kwanza kabisa ya kutoka kwenye maumivu ya baada ya kuachana na mtu. Sasa mbinu inayofuata ni kudhibiti njaa ya hisia. Sasa hii inakuaje? Pale unapoachana na mtu, mara nyingi watu waga wanategemea kwamba utaenda kumtafuta, utaanza kumlilia, kuomba msamaha. Hiyo waga tunaitaga ni emotional validation. Yaani ile hali ya mtu kuona kwamba kweli alikuwa na nafasi kubwa kwako, alikuwa na uwezo wa kuyumbisha anavyotaka yeye. Sasa unavyodhibiti vile unakuwa umezuia ile njaa ya hisia. Sasa hii mbinu ina nguvu sana kwa sababu inambadilisha ule mtu kuona kwamba baada ya kuachana sio kwamba wewe umerudi nyuma, bali unaendelea na maisha yako mengine. Sasa jinsi ya kuitekeleza mbinu hii na iwe na nguvu kwa huyo mtu ambaye unamfanyia, jambo la kwanza kabisa, jidhibiti. Pale unapokutana naye kwa bahati mbaya, labda mmekutana, usionyeshe kununa, kukasirika, kulalamika, kwanza kujielezea sana. Na hata kama kwa mfano mkiwa unapiga story, msalimie kama mtu wa kawaida, kama unavyomsalimia rafiki wako wa kazini au mfanyakazi yoyote ambaye unamfahamu. Msalimie salamu ya kawaida, habari au mambo kwa ufupi, na usijielezee sana. Na kwa mfano labda kwa nitafuta mazungumzo ya kutaka kuanza kuongea na wewe, tafuta sababu ya kuondoka. Unaweza kumwambia, okay, nimefurahi sana kukuona, kuna sehemu nataka niwahi, basi tuongea siku nyingine, ondoka. Unapofanya vile, jambo la kwanza kabisa, kwa sababu mara nyingi unakuwa mbadilisha kabisa mtazamo. Yeye alikuwa anategemea kwamba pale utaenda kumlalamikia, kwanza kulia. Jambo la kwanza kabisa kwenye akili yake anaanza kutafsiri mambo yafuatayo. Jambo la kwanza kabisa, ataona kama thamani yake imeshuka, kwa sababu alikuwa anategemea kwamba wewe utaenda kumlilia, kumbembeleza, naomba msamaha, lakini ameona hivyo vitu havipo, umeshavibadilisha kabisa, na ameona kwamba wewe unaendelea na maisha mengine. Lakini kitu cha pili, anaona kwamba sasa yeye amepoteza nguvu, kwa sababu mara nyingi watu wago wanapendaga kucontrol watu wengine, yani anapenda ile hali ya kumyumbisha mtu mwingine. Sasa akiona kwamba wewe huyumbishwi, anaona kwamba tayari ameshapoteza nguvu. Lakini jambo la tatu, atavutiwa na nguvu yako. Unajua kisaikolojia, unapoonesha ukomavu wa kihisia, yani huyumbishwi na mtu, unapokuwa umetulia, huwa unazalisha energy ambayo inawafanya watu wakupende na wavutiwe na jinsi ulivyo. Kwa sababu mara nyingi si binadamu wakati tunapenda wale watu ambao wana utulivu. Sasa unapokuwa umetulia, hujaonesha wasiwasi au kuumia au kulalamika, tayari atapenda ile energy yako. Kwa sababu ile energy ya kuanza kulialia, kulalamika, yeye ndio kwa anajitegemea. Sasa akiona iko nyingine, atakuwa anatamani kujua kwa nini umekuwa hivyo na haumii kama yeye alivyokuwa anategemea. Sasa hiyo itamfanya yeye avutiwe zaidi na wewe. Lengo la mbinu hii ni kumuonesha kwamba baada ya yeye kukuacha, sio kwamba maisha yako yameharibika, bali unaendelea na maisha mengine. Na hii ni nguvu kubwa sana kwa mtu yeyote, kwa sababu itamvutia na kuona kwamba kipi kimekufanya wewe hujaumia au hujateseka, na hiyo ndio itamfanya yeye aanze kufikiria zaidi na kutamani kuwa karibu na wewe. Sasa mbinu ya tatu ni kujenga upya mvuto wa kushitukiza. Hii waga tunaita the glow up effect. Unajua sasa baada ya kudhibiti njaa ya kihisia, hatua inayofuata sasa ni kutengeneza mazingira ya wewe kuonekana. Unajua si binadamu waga ni viumbe ambao tunapenda kuona vitu, na mara nyingi si binadamu tunaongozwa na macho. Sasa hii mbinu inataka kutengeneza mazingira sasa ya yeye aone sasa vile vitu ambavyo vitamfanya yeye ashituke na abadilike na kuanza kuwaza tofauti. Kikawaida pale mtu ambapo umeachana, huwa kuna picha ambayo amekuwa amejiwekea kichwani, labda wewe unalia, unateseka, unahangaika. Sasa unapobadilika muonekano wako au jinsi ulivyo, unamtengenezea mazingira yeye kushtuka katika mfumo wake wa fahamu. Tunaita shocking factor. Kwa sababu mara nyingi binadamu sio ni viumbe vya macho, yani tunapenda sana kutizama kitu ili kukijaji. Tunaita visual stimulation. Sasa unapobadilika katika muonekano wako, unamtengenezea mshtuko wa fahamu, na anaanza kuona kwamba kuna vitu vingine vipya ambavyo yeye alikuwa hajaviona awali. Sasa kuna maeneo matatu ambayo nitakuwa yafanyie kazi ili ubadilike, ili umshtue mwenzako na yeye aanze kukuwazia zaidi na kuanza kujuta kwa nini alikuacha.
Jambo la kwanza kabisa ni kwenye eneo la mvuto wa kimwili. Sasa hii ndio sehemu sasa unatakiwa kufanyia kazi afya yako, kula vizuri, pendeza, vaa vizuri, tafuta nguo ambazo zinakupendeza vizuri, kwa sababu mwanzo ulikuwa labda unajinyima ili kuboresha mahusiano yako. Sasa hapa ndio muda sasa wa wewe kufanyia kazi mwili wako na kujiboresha. Lakini pia fanya mazoezi. Unajua ukiachana na kwamba tunashauriwa tufanye mazoezi kwa sababu yanatusaidia kujenga afya, mazoezi pia yanazalisha kemikali ambayo inaitwa endorphin. Ukiachana na kujenga afya, lakini pia yanakusaidia kupata ile hali ya furaha. Ndio maana mtu akitoka kwenye mazoezi huwa anajisikia vizuri. Kwa mazoezi ni muhimu sana kwa sababu yanakusaidia pia kuzalisha kemikali ambayo itakusaidia wewe kupunguza msongo wa mawazo ambayo inaitwa endorphin. Kwa hiyo fanya mazoezi. Lakini eneo la pili ni ambao unatakiwa kufanyia kazi ni kwenye mvuto wa elimu na cheo, yani kwenye masuala yako ya kazi. Utakuwa uboreshe namna unafanya kazi, boresha mambo yako unaojifunza. Unaweza kujifunza labda kozi mbalimbali, ukasoma lugha mpya. Yani tumia nguvu yako sasa kujifunza vitu vipya, kuongeza ujuzi katika sehemu yako ya kazi, ili unapoboresha kule, manake jina lako na status yako itabadilika na utainuka zaidi. Na hii lengo kwamba ubadilike, usio kama ile mwanzo ulivyokuwa awali ulivyokuwa umekuzoea. Lakini eneo la tatu ni mvuto wa kijamii. Sasa hapa ndio unatakuwa uwe karibu na watu, zunguka mazingira mapya, tembea sehemu tofauti tofauti, kaa na watu, ongea nao, furahi. Yani usio umekaa mwenyewe, kwa sababu kama mwenyewe utapata ile moment ya kwanza kufikiria na kuanza kupata mawazo. Kaa na watu, usikae mwenyewe, zunguka sehemu tofauti tofauti, tengeneza kumbukumbu mpya. Pale utakuwa unatengeneza mazingira ya kuboresha mvuto wako na namna wewe unavyoonekana. Sasa ukifanya vile, kitu ambacho kinatokea kwenye akili ya yule mtu ambaye atakuona, ambaye amekuacha, jambo la kwanza utamtengenezea majuto. Ataanza kuona kwamba wewe umependeza, umekuwa vizuri, ataanza kuona kwamba kumbe kwenye mahusiano yake na wewe yeye ndio alikuwa anakufanya wewe urudi nyuma. Lakini kitu cha pili, utamfanya mwenzako aanze kupata wivu, kwa sababu ataanza kuona kama huyu mtu amependeza hivi, atakuwa na watu wengi wanamtafuta, wanamtaka. Kwa hiyo atakuwa anatafuta sasa namna ya kukuwahi ili watu wengine wasikuwahi. Sasa hapo ndipo anaanza kukutafuta sasa ili watu wengine wasikupate kwa haraka. Sasa siri ya mbinu hii, usifanye kwa kumkomoa. Fanya kama unajifanyia wewe mwenyewe, unavyojipenda, unavyojisamini. Usifanye kwa kumkomoa, kwa sababu lengo sio kumkomoa, ni kujiboresha wewe mwenyewe, usiwe kama ulivyokuwa mwanzo. Yeye kwa anategemea atakuona umekuwa mnyonge, huna raha, ucheki, hauna amani. Sasa hapa unataka ubadilishe ile picha ili yeye apate mshtuko ambao tunaita shocking factor, baada ya kuona wewe uko tofauti na vile ambavyo alikuwa anategemea. Sasa mbinu ya 4 ni kuwa fumbo mtandaoni, yani the mystery element. Sasa hii mbinu ina nguvu sana, kwa sababu baada ya kutengeneza muonekano wako, hatua inayofuata utakuwa ulinde sana hii sehemu kwenye mitandao yako. Watu wengi wanakosea, baada ya kuachana na mtu, anaanza kuposti status, anaanza kuweka labda picha za maumivu au posti za maumivu, anaanza kulalamika, dunia haina huruma, Mungu atanilipa, duniani watu hawaaminiki. Pale itakuwa inaonyesha bado unaendelea kuteseka na kuhangaika, na yeye atapata nguvu zaidi. Weka picha ambazo zinaonesha upo mazingira, kama nilivyosema pale kwamba boresha maeneo yako, boresha sehemu ambazo unaenda au mazingira yako ya kazi na jinsi unavyoonekana. Unaweza kuweka picha yako moja ambayo umekaa sehemu nzuri kwenye hoteli au mkahawa, na ukapigwa picha nzuri ukaiweka kule mtandaoni na usika hata caption yoyote. Unapofanya vile, unamtengeneza mazingira mwenzako aanze kuwaza, yupo na nani nyuma ya kamera? Nani yuko naye, au kwa nini kaenda pale? Kumbe anaishi maisha ya furaha pasipo na mimi. Yani hapo unamtengenezea mazingira ya yeye kuwa na fumbo zaidi. Kisaikolojia, si binadamu waga hatuwezi kuviwaza vile vitu ambavyo vimekamilika. Hata wewe mwenyewe, kwa mfano ukiangalia movie, ukiona hiyo movie umeshaimaliza, huwezi kuirudia tena kwa sababu tayari umeshaimaliza. Hiyo kanuni waga inaitwa Zeigarnik effect. Si binadamu huwa tunapenda kufuatilia vile vitu ambavyo havijakamilika, vile vitu ambavyo hatujui mwisho wake ni nini. Ndio maana ukiangalia season ya kwanza unashawishika kutafuta season ya pili. Hiyo ndio Zeigarnik effect. Sasa lengo la mbinu hii ni kumtengenezea mwenzako apate fumbo. Hilo fumbo ndio aanze kumfanya yeye aanze kufikiria wewe, na ili kulitatua hilo fumbo ni yeye kutafuta wewe. Unapoweka maisha yako yakawa wazi, unaonekana unalia, una wasiwasi, uko desperate, yani unaonekana kama unateseka, unaweka meme labda za maumivu, unaweka picha za vilio, tayari itaonekana kama bado wewe unaendelea kuhangaika. Lengo la mbinu hii ni kumfanya mwenzako aanze kupata mafumbo ya kuanza kufikiria wewe, na jibu la kupata mafumbo hayo ni kutafuta wewe. Na hapo ndo utamfanya sasa mwenzako aanze kutafuta sababu ya kutafuta. Anaweza ka comment au kuambia vipi mbona umepotea sana, ili tu kuanzisha mazungumzo mapya.
Unajua lengo la mbinu hii ni kumfanya mwenzako aanze kupata yale mafumbo ambayo hana majibu yake. Lakini unapokuwa wazi, unaonesha hisia zako, bado unaumia, unaonekana mnyonge, tayari atakuwa anajua kwamba tayari huyu, yani kwa sababu si unajua mwanzo mahusiano yenu labda mlivyoachana kwa anajua kwamba wewe utateseka. Sasa tayari unakuwa umemtengenezea mazingira ya kujua hitimisho la maisha yako. Lakini unapokuwa huoneshi jinsi ulivyo na hisia zako hazionekane kwa haraka, na usifosi ukajipiga picha au ukatengeneza video ambayo inaonyesha kwamba una furaha, binadamu waka kuna namna nzuri ya kugundua kama mtu ana fake smile au ana fake happiness. Kwa hiyo fanya vile vitu ya kawaida tu ambavyo vinakufanya wewe uwe vizuri. Kama nilivyosema, kaa na watu na mazingira mapya, tengeneza ile hali ya kuwa na furahi na usiwe unajionyesha kwamba wewe unaumia au unateseka. Utamtengeneza mwenzako fumbo, na hilo fumbo ili kulitatua itabidi akutafute wewe. Sasa mbinu ya 5 ni kubadili nishati yako, yani shift the focus. Sasa hii mbinu ina nguvu sana na imekaa kinadharia zaidi au kiimani zaidi, kwamba inasemekana kwamba unapokuwa unamwazia mtu ambaye amekuacha kwamba utamrudishaje, ufanyaje ili aje, unakuwa unazalisha energy ya uhitaji au ya kukata tamaa ambayo tunaita desperation energy. Na hii waga inaharibu kabisa, inapunguza nguvu kwako na inaharibu kabisa ile namna ya wewe kupata nguvu kwa yule mtu ambaye amekuacha. Sasa ili kuvunja huo mzunguko, unatakiwa urudishe hiyo nishati yote ije kwako. Sasa unairudishaje? Jambo la kwanza kabisa, kubali hali iliyotokea. Usipigane na ukweli. Kubali kwamba tayari huyo mtu hana mahusiano na wewe, na kubali kwamba unaweza kuishi bila yeye. Jifunze kuishi bila yeye, na hii ndio mbinu yenye nguvu sana ya kupata ukomavu wa akili na utulivu wa akili. Lakini tafuta vitu ambavyo vinakupa furaha yako wewe mwenyewe. Tafuta mambo ambayo yanakupa furaha, kama labda kuimba muziki, kufanya mazoezi. Tafuta vitu ambavyo unavipenda ambavyo vitakutengenezea furaha mpya. Lakini ondoa mawazo yake moyoni mwako. Kwa mfano, kama ikitokea hali unamwaza au unamkumbuka, unaweza ukampigia rafiki yako simu au ukafanya kitu kingine ambacho kitakufanya wewe usahau. Unaweza ukasoma kitabu, unaweza ukafanya shughuli yoyote au usafi, au ukaenda ukafanya kitu chochote ambacho kitakufanya wewe upoteze yale mawazo na kufanya kitu kingine. Hapo utakuwa unapoteza ile nguvu ya kwanza kumuhitaji zaidi, labda nifanyaje kumrudisha, na hapo utaharibu kabisa nishati. Utakuwa unatuma nishati kwenda kwa yule mtu ya uhitaji ambayo tunaita kitaalamu desperation energy, ambayo itaharibu kabisa nguvu kwako, na wewe utakuwa na nguvu kabisa ya kumvuta yule mtu arudi kwako. Hii mbinu imekaa kiimani zaidi, lakini ina uhalisia, na ukifuatia asilimia kubwa kwa wale watu ambao wanawazaga nifanyaje ili nimrudishe, huwa mara nyingi wanaendelea kuumia zaidi. Sasa ili kuituliza hiyo hali, lazima urudishe nguvu kwako kwa kuacha kumwazia sana na kuanza kujijenga upya wewe zaidi, badala ya kuanza kumwazia mtu ambaye ameshaachana na wewe. Sasa hebu niandike katika comment, katika somo hili umejifunza nini na mbinu gani ambayo wewe waga unaitumia baada ya kuachana na mtu na huwa inakusaidia, lakini pia waga unaona watu wengine wakitumia inawasaidia. Hebu comment hapo sehemu ya comment section, na mimi nitafurahi kuona comment yako. Asante sana kwa kunisikiza. Bye bye, tukutane kwenye somo linalofuata.